Tunasifu Mungu tena kwa ajili ya heri hii ya kuweza kusanyika mbele ya uso wake na kusikia neno lake na kuweza kupokea baraka yake, ikifanyika katika lengo moja, ni kwamba Mungu aweze kutukuzwa ndani ya kila makusanyiko na apokee inayompendeza, na kwamba wote, haijalishi mahitaji zao zote, waweze kupokea yale ambayo wanayoomba. Makusanyiko ya kiungu yaweze kuwa ndani matunda, na kwamba tuweze kukaribia Bwana, tuweze kumuelewa vizuri yeye na neno lake, na tuweze kuingia katika ushirika pamoja na yeye na sisi kwa sisi. Hapa inahusu kurudi kwenye ushirika ule pamoja na Mungu ambao uliokuwa mbele ya kuanguka kwa mwanadamu. Kwa maana hapo Golgota kibambazi cha kutenganisha kilibomolewa, kitendo cha kustaki kilipasuliwa, uadui ukabomolewa, na Bwana akatosha yale ambayo iliyokuwa ikitutenganisha na yeye na akatupatanisha pamoja na yeye mwenyewe. Kama ninavyoandikwa, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu pamoja na yeye mwenyewe. Kama ushirika huu wa kiungu ulifanyika, ndipo sasa ushirika pamoja na Mungu uliweza kufanya tena upya. Ni yeye sasa ni Bwana wetu na Mwokozi wetu, ambaye tunayempenda kwa moyo wetu wote na ambaye tunangoja yote kwake. Tunajua kulingana na neno la Mungu kwamba hapa karibu mateso haya yote yatakuwa na mwisho wake, na kama vile inavyoandikwa ndani ya Waroma sura 8 kwamba viumbe vyote vinaugua, vinatarajia saa au muda wa ukombozi kutoka katika hii uharibifu. Yote iliwekwa chini ya sheria ya kuharibika kwa sababu ya mwanadamu ambaye kupitia kuanguka kwake aliingia katika upande wa Shetani. Watu wengi hawajui yale ambayo wanayosema wakati wanapokataa kuelewa yale ambayo yaliyofanyika katika bustani Edeni. Lakini ni hapo ndipo mtu alivuka mpaka wa neno, na hivyo akaanguka katika uongo wa Shetani kupitia kutokuamini na kutotii, na hivyo akaingia ndani na akaanguka chini ya ushawishi wa Shetani, akatenganishwa na Mungu, akafukuzwa ndani ya paradiso, na akakutanana na upanga unaowaka mkali sana uliowekwa kwenye mlango wa kuingia ndani ya bustani. Musiamini kwamba mtu alikula matunda na kwamba hii yote ikakuwa ndio matokeo ya haya. Lakini ijapokuwa hiyo, tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake lilofunuliwa. Tunashukuru kwa sababu tunaweza kupata sehemu kwa yale anayotimiza kwa wakati huu. Tunafurahi kwa sababu wageni ni wengi sana weekend hii, na pia tulikuwa tulikuwa tukitumaini kwamba kwa mwisho wa mwaka tutakuwa hapa tukiwa na kundi kubwa ya waamini wenye haki na wakweli, pamoja na watu ambao walio tayari kwa ajili ya kufuata Mungu mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Muyaseme ninyi wenyewe au ninawauliza, mulisikia vizuri yale ambayo kwaya iliimba? Nje au ndani? Tutakuwa wapi? Tutakuwa ndani ya chumba cha harusi au tutakuwa nje tukibisha kwenye mlango wakati mlango utakapokuwa umefungwa? Kuna andiko hizi mbili za Biblia za Mathayo sura 22 na Mathayo sura 25 inayozungumzia. Moja inasema kwamba mtu ambaye hakuwa vaa mavazi ya harusi alitupwa nje ndani ya giza, mahali kutakuwa kilio na kusaga meno. Na ingine andiko inasema kwamba wale waliokuwa tayari wakaingia ndani ya karamu na mlango ukafungwa.
na wengine wakabaki nje. Ni kusema hapa haihusu mafundisho iliyo ya kweli tu na neno la Mungu la kweli, lakini hapa inahusu ni kwamba watu waweze kuwa na mazoezi yao wenyewe pamoja na Mungu, kwamba waweze kuishi kugeukia na kuzaliwa upya, waweze kuwa wamefanywa upya kupitia Roho Mtakatifu, waweze kuwa na ushirika pamoja na Mungu na waweze kutembea kwa namna njema pamoja naye ndani ya imani, ili kwa wakati unaokuja tuweze kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Tulisoma sote pamoja ndani ya neno la kuanzisha lilo ndani ya Zaburi 119. Ningetaka nisome andiko ya mwisho ambayo iliyosomwa, au andiko mbili za mwisho, mstari wa 15:7 na 15:8 ya Zaburi 119. Zaburi 119 mstari wa 15:7 na 15:8. Bwana ni sehemu yangu, nimesema ya kuwa nitatii maneno yako. 15:8. Nimeomba upendeleo wako kwa moyo wangu wote, unirehemie sawasawa na neno lako. Mara ngapi shaka kuyasema hapa. Na kama tunaweza kukamata mamlaka ya kuweza kuweka kistari kwa rangi nyekundu ndani ya Biblia yetu, andiko zote zinazosema kuhusu ahadi, tunaweza kuonyesha mambo mengi pale. Ninaangalia hapa sasa hivi ndani ya Zaburi 119 mstari wa 82. Macho yangu yanapunguka kwa kutumaini neno lako. Ahadi za Mungu zinabaki imara, hazitikisike, na kwa damu yake Yesu aliweka muhuri kwa yale ambayo aliyoahidi ndani ya neno lake. Hapa ndani ya Zaburi 119:38 nasema, usimamishe neno lako kwa mtumishi wako. Mungu alipatia Abrahamu ahadi, akasema kwamba ndani yako mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Alifanya akampatia ahadi kwamba yeye atakaye kubariki naye atabarikiwa. Na kisha tuna hii maneno ya kusema kwa mwisho ambayo Paulo anatupatia akiongozwa na Roho Mtakatifu ndani ya Wakorintho wa pili sura 1 kwenye mstari wa 20 na 21. Wakorintho wa pili sura 1 mstari wa 20 na 21. Kwa sababu ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndiyo, na katika yeye ni amina, Mungu apate utukufu na sisi. Na wakati tunaposema kwamba tunaishi leo kwa mwisho wa wakati wa neema, ni lazima sana ili tuweze kujua ahadi ambazo Mungu alizotoa kwa ajili ya wakati wetu, na kwamba tusiweze kuzisahau tukipofushwa na kiburi kwamba naamini Mungu moja, kwamba nilibatizwa katika jina lake na kisha basi naishia pale. Sio hivyo. Uhusiano na umoja pamoja na Mungu ni kwamba tuweze kuwa tunatangaza mpango wote wa Mungu, na tuweze kuamini kwa moyo wetu wote neno lote la Mungu. Na wakati napowaza kwamba Mungu katika uaminifu wake wote hadharau kitu kwa ajili ya kututangazia na kutujulisha mambo ambayo iliyo lazima sana. Juu ya maneno haya nina andiko 3 za sura 4 ya Marko ambayo nitaka kusoma. Marko sura 4 akose kuanza kwa mstari wa 11. Marko 4 mstari wa 11. Akawaambia, siri ya ufalme wa Mungu imejulishwa kwenu, lakini wale walio nje watapewa maneno kwa mifano. Hapa nako pia neno nje, ningeweza kuamini kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye aliongoza ndugu yetu katika kutafuta na kuchagua nyimbo. Mtu yeyote anayesimama nje ya yale ambayo Mungu anayofanya, anasimama pia nje ya yale yatakayofanyika tena baadaye.
atasimama pia nje kwa yale ambayo itakayofanyika tena baadaye. Hapa inaomba wakati mtu anapokuwa hai aweze kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayofanya, na ili aweze kupata sehemu kwa yale, mtu ukalima na waza kwamba anaweza kujipatia mwenyewe mazoezi yake, na Mungu alifanya hii kila kile, na kwamba alibariki. Ndio, Mungu alibariki sana, lakini atasema kwamba mwende mbali na mimi, ninyi mliofanya maovu, sikuwahi kuwajua. Kwa mwisho haitakuwa baraka itakayosabilika. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya kila baraka, na tunatumaini kwamba Mungu ataendelea kubariki kwa kiwango hiyo, itaendelea kuwa nyingi sana. Lakini tunaita nini baraka kweli kweli? Baraka ni nini kutoka kwa Mungu? Kuna watu wakati wanapojisikia vizuri kwamba wanasema Mungu alitubariki au Mungu amenibariki. Kama unaweza kuuliza watu neno baraka ni nini, ningetaka jua nani ambaye anaweza kunipatia jibu ya kibiblia. Turudi hapa kwa andiko hii ya Marko sura 4 mstari 11. Akawaambia, siri ya ufalme wa Mungu imejulishwa kwenu, lakini wale walio nje wamepewa maneno kwa mifano. Na tazama maelezo mstari 12, ili wakitazama watazame, wasione. Hatupendagi kuyasema, lakini nani hivyo ndivyo Bwana alivyosema. Mtu wa mwili hawezi kuona mambo ya roho, hata kama anajiamini kwamba yeye ni wa kiroho. Na inaomba kwanza kuzaliwa upya ili uweze kuelewa mambo ya ufalme wa Mungu. Inaomba kuwa umezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu ili uweze kuelewa mambo ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu haikuje kwa alama za nje, na haikuje pia na yale ambayo tunaweza kuonyesha na kutimiza. Inapaswa kuanzia ndani mwetu, inapaswa kuwa ndani yetu. Na hapa sasa umuhimu unawekwa juu ya wale ambao walio nje. Ni kusema kulikuwa wale ambao waliokuwa nje na wale ambao waliokuwa ndani ya mambo ambayo Mungu aliyokuwa akifanya. Wamoja walikuwa wakikubali, wengine wanakataa, walikuwa wakijitupa, wengine mmoja alikuwa akiamini, wengine wakikataa kuamini. Sasa tuko wapi? Sio kulingana na hukumu yetu wenyewe ambayo sio na maana moja mbele ya Mungu, lakini kulingana na hukumu ya Mungu. Kama vile waandishi wote na taifa lote la Israeli lilikuwa na uhakika kwamba wanatumikia Bwana, kwamba wanakubaliana mapenzi ya Mungu, na yale yote ukifanyika pembeni ya madhehebu zao ilikuwa kama vile ni kitu cha kuwasumbua. Hiyo ilikuwa haiko sehemu ya yale ambayo kulingana na wao iliyokuwa imepangwa na iliyopangwa na Mungu au iliyotakiwa na Mungu. Lakini mnaona Mungu alikuwa amekwisha kusema kupitia nabii Isaya 43 mstari 19 kwamba nitafanya kitu kipya. Mungu alikuwa ametoa ahadi, na wale ambao katika wakati ule kulingana na ahadi, wale ambao walikuwa wakijua katika siku zile yale ambayo Mungu alikuwa ameahidi, wale ndio wangeweza kuchunguza ndani ya maandiko kwa nuru ya utimilifu wake, kwamba hiyo ilikuwa ikitimilika vizuri. Na Bwana wetu aliweza kuyasema kwa namna hiyo wazi ndani ya Luka sura 4, wakati aliposema kwenye mstari 21 kwamba leo andiko hii imetimilika mbele ya macho yenu. Ni kusema sasa haitoshi kuweza kutangaza, haitoshi kuweza kutangaza mafundisho 2 au 3 za kweli, lakini kuweza kutangaza mpango wote wa Mungu. Musikie sasa mwendeleo wa mstari wa 26 ya Marko 4 mstari wa 26. Tazama haya maelezo. Akawaambia, mfano wa ufalme wa Mungu ni kama mtu anayetupa mbegu juu ya udongo. 27. Akalala, akaamka usiku na mchana, na mbegu zikaota na kukua, na yeye hajui namna gani.
neno la lazima sana. Mfano unazungumuza kuhusu mpandaji na kuhusu mbegu, shamba tofauti na yale ambayo yaliyokuwa ndani ya shamba, mpaka kwenye miba na michongoma ambayo inayoweza kuharibisha mbegu. Lakini hapa inahusu siri moja, ni kwamba wakati mbegu ya kiungu ya neno inapopandwa ndani ya udongo wa moyo uliotengenezwa vizuri na moyo mwema, unaweza kuwa na uhakika kwamba mchana au usiku mbegu iliyopandwa itaota bila hata nguvu zako mwenyewe, kupitia sheria na neema ya Mungu. Mwe wazi, kama hapa kuna mlimaji, ndugu yetu mpendwa, kama anaweza kupanda mbegu ya ngano, hasa mlimaji anaweza kufanya nini? Anaweza kupiga magoti na kusema, oh Mungu wangu, sasa itafanyika namna gani kuhusu ngano hii? Mlimaji anaweza kufanya nini wakati anapokuwa amepanda? Lakini anajua 100% kwamba alipanda tu ndani ya tumaini kwamba wakati utakao kuja mavuno yataweza kuvunwa, wakati itakapokuwa imeivya. Anajua kwamba wakati unapopanda unapaswa kuvuna pia, lakini hawezi kufanya kitu fulani cha kwa ajili ya kushawishi, kwa ajili ya kushawishi kukomaa kwa mbegu. Yeye anapanda tu. Ingine yote ilikuwa ikitokana na mvua na jua, lakini si yeye ambaye aliyepanda. Na hivyo hivyo shamba ambayo iliyopanda ndani haingeliweza hata kujisumbua nayo pia. Mvua na jua yote natoka juu ili yale yaliyopandwa iweze kuota. Kama mbegu ya kiungu ya neno ilipandwa ndani ya mioyo yetu, ndipo sasa tunaweza kuwa na uhakika juu ya hayo. Mchana au usiku tunaweza kulala ndani ya salama na kuamka katika uaminifu, tukiwa na uhakika kwamba mavuno yatakuja na wavunaji watakuwa pale. Magugu yataunguzwa na kuchukuliwa kwa upepo, ngano itaingizwa katika gala ya mbinguni. Hiyo yote ishakapangwa na Mungu. Hatuna neno la kusema sisi, na msikie inayoandikwa hapa kwenye mstari wa 28, Marko sura 4. Maana udongo unazaa matunda wenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano inayokomaa ndani ya suke. 29. Hata matunda yakiiva, mara moja anatuma mundu, kwani mavuno yamefika. Na hivyo ndivyo Mungu alivyoyapanga, na alikamata mfano huu ili atueleweshe kwamba ngano imekwisha kuwa ngano tangu majani mbili napoota na suke napotokea na mtu napoonekana, na hapo sasa inakuwa ni ngano. Hiyo maendeleo yote inakuwa ni ngano, lakini yale inayotumikishwa kwa mwisho ni yale ambayo iliyotoka katika hiyo kukomaa yote na kukusanyishwa huko juu kama vile uzima ndani ya suke. Ni kusema hiyo ngano moja kulingana na ile yaliyowekwa katika udongo wakati wa kupanda au wakati iliyopandwa, wakati ilipopandwa. Tumeelewa hii. Yesu mwenyewe alitoa mfano huu na akasema, kama mbegu ya ngano haikufe itabaki peke yake, lakini kama ikikufa itazaa matunda mengi. Alitolewa hata kufa ili wengi waweze kuzaliwa kama yeye. Na namna hiyo moja, kwa namna hiyo moja, yeye wao kama vile wavulana wasichana wa Mungu waliopewa uzima mpya wa milele na wa kiungu, na waweze kuwa na tabia moja kama vile yeye. Kwa ajili yetu hii inaweza kuonekana kama vile haieleweki leo, na si kwa sababu hatutaki au hatuwezi kuiamini, lakini hii inavuka kuelewa kwetu na uwezo wetu. Wakati Yohana anapotuandikia kwamba tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama vile alivyo,
Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 2. Kama tunaweza kuambiana hiyo leo, na kama kila mtu anaweza kushitazama yeye mwenyewe au kuweza kutazama pia wengine, inaweza kuwa ni vibaya, inaweza kuwa ni hali mbaya. Ni vema sasa kuweza kushitazama mtu binafsi na kujiona katika kioo bila kuweza kutazama wengine, kwa maana wakati unapotazama mwingine unaonekana mwingine kama ni mbaya kuliko wewe. Lakini hatuwezi kuamini sote pamoja yale ambayo neno la Mungu linasema kwamba tutafanana na yeye. Hii inatufanya kuwa wanyenyekevu, inatunyenyekeza sana ndani ya upendo, chini ya mkono wa uwezo wa Mungu. Na vile vile kama vile wote wanakufa ndani ya Adamu, na hivyo hivyo wote watapata uzima ndani ya Kristo. Wakorintho wa kwanza sura 15:22. Na vile vile kama tulivyochukua sura ya Adamu wa dunia hii, na vile vile tutachukua sura ya Adamu wa mbinguni. Wakorintho wa kwanza sura 15:49. Tusoma hiyo wakati uliopita katika barua kwa Wakorintho 15. Kwa maana itakuwa hivyo, napenda kuisoma ili wote waweze kujua kwamba inaandikwa ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 47. Wakorintho wa kwanza 15:47. Mtu wa kwanza alitoka katika dunia mwenye udongo, mtu wa pili ni Bwana aliyetoka mbinguni. 48. Kama alivyokuwa yeye wa udongo, vivyo hivyo wao walio wa udongo, na kama alivyokuwa yeye wa mbinguni, vivyo hivyo wao walio wa mbinguni. 19. Na kama tulivyochukua sura ya yule wa udongo, vivyo hivyo tutachukua sura ya yule wa mbinguni. Ni kusema itakuwa ni wakati wa kutoka katika hii wakati wa muda, na hii muda mfupi tutaingia katika umilele, na tukitoka katika hali ya kuharibika tukiingia katika hali ya kutokuharibika. Nataka kusoma andiko ya Yohana ili mweze kujua kwamba imeandikwa hivyo. Tunasoma ndani ya barua ya Yohana sana sana kwenye sura 3, Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 2. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 2. Ndiyo, na wa 3 pia. Wapenzi, sasa tuko wana wa Mungu, wala haijaonekana bado tutakuwa namna gani, lakini tunajua wakati atakapoonekana tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Mstari wa 3. Na kila mwenye tumaini hili katika yeye anashitakasa mwenyewe kama yeye ni mtakatifu. Ni kusema kuna ukombozi na kuna wale waliookolewa, waliokombolewa. Kuna watu waliosafishwa kwa damu ya mwana kondoo, nao wanatakaswa ndani ya kweli ili waweze kupata kukomaa ya kila siku ya uzima na tabia ya kiungu ndani mwao, ili kwa mwisho hapa wao kama vile wana wa watu, nasi kama vile wana wa watu tuweze kufanya mazoezi ya Mungu na tuweze kuonekana waziwazi. Ndani ya Marko 4 ningependa niweze kuendelea na kusoma kwenye mstari 13 na 34. Marko 4:33 na 34. Kwa mifano mingi ya namna hii aliwaambia neno kwa kadiri walivyoweza kusikia. 34. Wala pasipo mifano hakusema nao, lakini walipokuwa peke yao akawaelezea wanafunzi wake maneno yote. Ni kusema kuna tofauti kubwa katikati ya kwamba ni Bwana mwenyewe anayetoa maelezo na kwamba sisi tunaitoa. Ni kusema kuna tofauti. Hii ni tofauti kubwa sana, kwamba Bwana mwenyewe anaweza kutoa maelezo au sisi tunatoa maelezo. Lakini nashukuru Mungu sana kwa sababu tunaweza kuwa na yote ndani ya maandiko matakatifu, maswali na majibu, mafumbo na matafsiri yake. Mungu hakungoja kitu chochote kwetu, hangoje kitu fulani kwetu, lakini aliweka yote katika mikono yake na akaiweka katika mikono yake mwenyewe. Tulisikia ndugu yetu mpendwa
Corrado akisema kwamba Mungu anatumikishaka watu tofauti ndani hivyo, lakini ni Mungu ndiye anayetenda ndani ya wote na ndani ya yote. Waefeso sura 3 mstari wa pili. Waefeso sura 3 mstari wa pili. Ikiwa mmesikia habari za uwakili wa neema ile ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, mstari wa 3, ya kwamba kwa ufunuo nilijulishwa siri hii kama nilivyoandika mbele kwa maneno machache. Nikusema kulikuwa watu wa Mungu ambao hawakukuwa wa kipekee kwa ajili yao wenyewe, lakini ambao waliokuwa na kazi iliyokuwa ikivuka hata kipimo cha kanisa la pahali, na ambao waliokuwa wametayarishwa kwa ajili ya kanisa lote kwa ujumla. Kwa mfano, wakati Paulo alipouliza kwa namna ya kipekee, alipoomba kwa kipekee kwamba barua yake isomwe pia ndani ya makusanyiko mengine, nataka kuwaonyesha hapa sasa hivi hii iko wapi. Aliandikia wa Tesalonika kwamba barua hiyo ingepaswa kusomewa pia ndani ya makusanyiko mengine. Watesalonika wa kwanza sura 5 mstari wa 26, mstari wa 27. Ninawalapiza ninyi kwa Bwana, barua hii isomwe kwa ndugu zote. Nikusema isomwe kwa sauti kubwa. Tunaweza kusema Paulo alitaka kujiona kuwa ni mkubwa pale, na kisha akaweka kilapo na kuweza kuhukumu kwamba barua hii ya lazima sana isomwe kwa huko, na katamka kwamba ninawalapiza, nisema niwaagiza kwa Bwana na tena kwa Bwana. Ndiyo, mnaona, tazama siri sasa. Yeye kama vile Paulo hakuwa na cha kuandika mabarua, hangeliweza kuandikia shangazi au mama au rafiki fulani. Alikuwa haandike mabarua zake mwenyewe, alikuwa akitenda kutoka kwa Mungu, akiwa chini ya kutumwa kwa kiungu, akisukumwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa akiandika yale ambayo kanisa ilikuwa nayo lazima kwa ajili ya wakati wote, ili nasi tuweze kuwa kama vile nishaka kuyasema mara nyingi, tuweze kuwa na mwongozo wa kiroho mpaka mwisho wa wakati wa neema. Kama mtu fulani anaweza kukamata maamuzi ya kuweza kusoma andiko hizo mbele za Watesalonika, atatambua mara nyingi kwamba inasemeka kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Ninawasomea Watesalonika wa kwanza sura 1 shairi ya mwisho, ndiyo inaandikwa hapa. Nikusema Watesalonika wa kwanza sura 1 mstari wa 10, na kungojea mwana wake kutoka mbinguni, ambaye alimfufua toka wafu, hata Yesu mwenye kutuokoa toka ghadhabu itakayokuja. Kwenye sura 2 tunaonywa na tunaarifiwa kwenye mstari wa 13, kwa sababu hii sisi tunashukuru Mungu pasipo kuacha, sababu wakati mlipopokea neno la Mungu mlilosikia kwetu, mlilipokea si kama neno la watu. Wangeliweza kusema katika wakati ule, kose mtu huyu anaweza kuwa nabii au mtume, lakini sisi tuko na mafundisho yetu wenyewe. Mtu anaweza kuwa na akili sio kwa timamu kama anaweza kuamini kwa upande mmoja kwamba Mungu iko na nabii au mtume, na kisha kwa upande mwingine anasahau na kukataa yale ambayo Mungu anayosema na anayotimiza kupitia mtu yule, na itakuwa kama vile hakuna kitu kinachofanyika kutoka mbinguni. Tofauti, warafiki yangu wapendwa, haiko katika yale ambayo mtu fulani au ndugu fulani anaweza kufanya au yale ambayo hakufanya. Tofauti inatoka mbinguni na inakuwa katika yale ambayo Mungu anayofanya. Kama unaweza kuuliza Saulo, sasa unajipatia mamlaka haya kutokana na nini? Anaweza kujibu kila wakati hiyo kitu moja na kusema, sitasahau siku ile kwenye njia ya kwenda Damasko, karibu saa 6 za mchana,
nuru ilipotoka mbinguni inayong'aa sana kuliko jua iliponizunguka, na angeliweza kukumbuka mazoezi yake kwa mwanzo na kisha baadaye kuhusu mazoezi ya wengine. Na kama mtu fulani ndani ya kiburi chake cha kiroho anaweka pembeni mazoezi haya iliyokuwa ikitoka kwa Mungu hapo hapo, hiyo kama vile inatoka kwa watu, ni kusema mtu yule akabati kichwa chake na kujiuliza kama yeye mwenyewe inambakilia kitu fulani ambacho anaweza kujipatia katika akili yake. Hatuna hitaji ya watu wanaoleta maprogramu yao wenyewe, lakini tunahitaji kitendo cha kimajabu cha Mungu ambacho kinakokota watu wa wakati wote. Mkamate Musa, tazama kukakuja nuru, nguzo ya moto usiku, nuru mchana, au tofauti na hiyo. Na ilikuwa nini? Wengine wakakuja wakasema, ndiyo, haiko peke yake hapa, hakukuwa peke yake hapa, lakini alikuwa nabii. Wengine walikuwa pale kwa ajili ya kazi zingine, lakini kila mtu anapaswa kupata nafasi yake, na sio kutafuta kupata nafasi na kukabata nafasi ya mwingine, au kuweza kupingana kwamba kitu kwa namna hiyo ilikuwa ya lazima. Tunaendelea na kusoma kwetu ndani ya Watesalonika wa kwanza sura 4 kuhusu kurudi kwa Bwana, kuanza kwa mstari 14. Kwa sababu tukiamini ya kama Yesu alikufa na kufufuka, hivyo wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye, au kulingana na tafsiri atawaleta kwenye mstari 15. Kwa sababu tunawaambia ninyi hili kwa neno la Bwana, ya kwamba sisi tulio hai na wenye kubaki hata wakati wa kuja kwake Bwana hatutatangulia wao waliolala. Hatutawatangulia. Tunaelezewa namna gani hayo yatafanyika tena, na nyuma ya hayo kwenye sura 5 kwenye mstari wa kwanza, sura 5 mstari wa kwanza: lakini juu ya nyakati na majira, ndugu, hamuhitaji niwaandikie ninyi. Mstari wa pili: maana ninyi wenyewe mnajua sana ya kwamba siku ya Bwana inakuja kama mwizi katika usiku. Mstari wa tatu: sababu wakati wanaposema kuna utulivu na salama, wakati ule uharibifu utakuja juu yao kwa ghafla, kama uchungu wa kuzaa unavyokuja juu ya mwanamke mwenye mimba, wala hawatakimbia. Kisha kuna kuja hii maonyo, na hapa inahusu nini? Inahusu kurudi kwa Yesu Kristo. Na kisha tunaonywa sasa, tunaonywa wakosi kuanza kwa mstari wa 12. Mstari wa 12: lakini tunawasihi ninyi ndugu, mjue wale wanaosumbuka sana katikati yenu, na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonya ninyi. Mstari wa 13: na muwaheshimu sana katika mapendo kwa ajili ya kazi yao, muwe na salama katikati yenu. Mstari wa 14: na tunawasihi ninyi ndugu, mwaonye wale wasiokaa kwa utaratibu, muwatie moyo walio dhaifu, muwasaidie wanyonge, muwe na uvumilivu kwa watu wote. Mstari wa 15: angalieni hata mmoja wenu asilipe mtu mabaya kwa mabaya, lakini siku zote fuateni mema ninyi kwa ninyi na kwa wote. Mstari wa 16: furahini siku zote, ombeni pasipo kuacha, katika maneno yote mshukuru, maana maneno haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. 19: musizimishe roho, musibeue unabii, lakini jaribuni mambo yote, shikeni lililo jema. 22: mjitenge na ubaya wa kila namna. Na kisha namalizia kwenye mstari 23: Mungu wa salama mwenyewe awatakase ninyi kabisa, roho yenu na nafsi yenu na mwili wenu ichungwe mizima pasipo laumu, mpaka wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. 24: yeye ni mwaminifu ambaye aliwaita ninyi, naye atafanya. Na kisha kuna kuja mstari 25: ndugu, mtuombee. Salimuni ndugu zote kwa busu takatifu. 27: ninawalipiza ninyi kwa Bwana. Barua hii isomwe kwa ndugu zote. 28: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi.
Ona neno gani lilo wazi sana. Lakini katika ujumla, kichwa maneno ya lazima ni kurudi kwa Yesu Kristo, mwito wa kuitwa kutoka, matayarisho ya bibi harusi na yale yote inayombatanishwa na hayo, na kisha pia maisha ndani ya jamii kama vile kusanyiko, kama vile kanisa, na namna ambayo tunapaswa kushikamata sisi kwa sisi na kuweza kuweka nguvu wale waliochoka na kuweza kuwavumilia na mengineyo. Ni hapa ndipo tunapewa haya maelezo yote na haya maagizo yote, lakini kichwa lazima ya maneno ni kurudi kwa Yesu Kristo. Na katika maneno haya ni kwamba kanisa bibi harusi lisiokuwa na mkunjo wala kunyanzi linapaswa kuonekana, Waefeso 5:27, lilo tayari kuweza kukutanana na bwana harusi wakati atakaporudi, kulingana na Mathayo 25 mstari wa 6. Tazama, bwana harusi anakuja. Kwa kweli matamshi yote haikwake ya kweli katika matafsiri zote. Ingekuwa vema kusema tazama mkato, bwana harusi nukta, kujeni mwende mkamulaki. Lakini haijalishi, bwana harusi anakuja naye anakuja kama vile inavyoandikwa ndani ya neno. Ya lazima ni kwamba tusiweze kuregea ndani ya matayarisho, na kama vile imekwisha kuonyeshwa hapa sasa hivi kwamba tusiweze kuwaza ya kwamba mafundisho fulani ndiyo ya kweli na ya haki inakuwa ndiyo ya lazima, nayo ni sehemu yake. Musa alipokea kutoka kwa Mungu kazi ya kuweza kutangazia taifa yale yote ambayo aliyokuwa amepewa, na nyuma ya kusoma kwa ujumla ya yale iliyokuwa imeandikwa na kitabu na taifa yote tukanyunyiziwa damu ya agano. Mtu haishi kwa mkate tu au kwa neno moja hapa na neno lingine kule, lakini mtu anaishi kwa kila neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na hivyo tunapashwa kuyaamini, au kwa neema tunaweza kuamini kwamba ahadi zote, na naweza kusema kwamba zile ambazo zilizotolewa kwa wakati wetu nazo ni za kweli, kwa maana hakuna mtu aliye na uwezo wa kuweza kuhukumu mambo iliyopita. Yale iliyopita haituhusu sisi kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine tunaona namna gani habari ilifanyika, habari ya mashirika za dini. Tunaona kwamba kulikuwa watu wakubwa katika nyakati tofauti ambao Mungu aliyokuwa anahitaji yao na aliyoweza kutumikisha. Naweza kukwaa leo kama tunaweza kusema kwamba Martin Luther ambaye Mungu aliyetumikisha kwa namna ya kipekee ili aweze kuleta hii kidonda kwa huyu mnyama wa Roma, na hii uwezo aliweza kutumikisha upanga wa Roho ili aweze kufungua magereza ili utangazaji wa habari njema uweze kufanyika kwa damu na iliyo uhuru. Tunaweza kufurahi sana kama aweza kuzungumza kuhusu wa Pentecost, na kulikuwa John Wesley, kaweza kuzungumza kuhusu John Smith, unaweza kuwa watu wachache waweza kufurahia, lakini Mungu alikuwa na watu fulani katika nyakati tofauti, Modi, Finney, wote ambao waliokuwa pale, Mungu alikuwa na watu wake, na kulikuwa wandugu ambao waliokuwa wa kiroho sana kwa kiwango hata sauti yao inafunga kuliko jinsi wanavyokuwa wa kiroho. Na unajua hiyo na kuwa nini katika utakatifu wao, wakati wanaposoma maisha ya hao watu wa Mungu waliotumikishwa, walikuwa watu wa Mungu. Lakini tunataka tugeuke kuwa taifa la Mungu. Sasa sisi tunataka tuweze kujulishwa kila siku katika ufalme wa Mungu. Leo nilikuwa huko Autriche katika kusanyiko ya kikarismatiki, na mwezi kuamini vitabu vyote vilivyokuwa zimewekwa katika kusanyiko hiyo ya Kipentekosti, hapo nitikisa kichwa nikatoka haraka gisi ninavyoweza. Lakini wakati ndugu aliposema, haikuwa mimi, lakini kwa ni mtu mwingine, singeweza kuyafanya. Niliweza kuzungumza vizuri huko, nilikuwa nimesema, lakini wakati ndugu alipouliza hatuwezi pia kupitia hii vitabu vingi, yote ilikuwa ni ya bure, na ingine ilikuwa kinunuliwa na kuuzwa, lakini ilikuwa ni bure. Ndio nikasema
ilikuwa kama vile ni mafilamu, na watu walisikia huko nje gisi sauti ilikuwa ikitoka kwa sauti kubwa ndani. Kwa sababu gani? Watu wote wanajua iliyopita, wanatengeneza makaburi. Wakati iliyopita wanipatia picha ya Zwingli, kwa wakati iliyopita picha ya Abrahamu akitoa mwana wake Isaka. Watu wanatumiaka aina yote ya mambo, na hayo yote inakwaka ya kukumbuka iliyopita, lakini yale tunahitaji ni kujulishwa ya kiungu kwa ajili ya leo. Leo kama unasikia sauti yake, leo kama unasikia neno lake, ahadi zake kwa ajili ya wakati huu, na hiyo ndio itatuma tunahukumiwa. Msifanye mioyo yenu mgumu, na sio yale tunayowaza leo kuhusu siku za Noa au kama vile tunavyoyaona tunavyoyahukumu. Mungu atatuhukumu kulingana yale aliyoahidi katika wakati wetu na yale aliyotimiza ndani ya siku zetu. Ndipo tunaweza kurudia bila kuchoka kwamba yeye aliye na masikio ya kusikia asikie yale ambayo Roho anaambia makanisa. Ninaweza kuwazia vizuri kwamba wandugu ambao hawakuwa pamoja na Paulo, na walikuwa wengi kuliko wale ambao waliokuwa pamoja naye. Mnajua vizuri, siku moja alisema kwamba wote waliniacha, hakuna mtu aliyenisimama karibu yangu. Dema aliingia katika ulimwengu, alikuwa akisimama pale peke yake, mtu mkubwa wa Mungu, na wengine wote walijifanya makundi zao huku na huko, wakafanya makundi zao, maklebe zao au machama zao, na kanisa hiko huko na inatikisa kichwa, na Kristo anaweza kusanyisha walio wake na viungo vyake vinakusanywa pamoja, kwa sababu wao ni sehemu ya wao kwa wao. Muwazie kwamba kulikuwa watu wakati hii iliposomwa kwamba na kuagiza mbele ya Bwana, waliweza kusema nini kuhusu maneno haya? Waweza kusema mtu huyu anaruhusu kusema namna gani maneno haya, kwamba sisi sote hatujue hii mambo yote, lakini na kuagiza kwa Bwana barua hii isomwe kwa wandugu wote kwa sauti kubwa, kwa wandugu wote. Wandugu wote hawakuwa tayari kwa kusikia, hawakuwa tayari kuweza kusoma pia, lakini Mungu alikuwa ametuma mtumishi wake, nasi tungali tunashukuru leo kuona barua hizi ziliandikwa, zinasomwa mahali mpote na wote pamoja na watu fulani, lakini hiyo yote haina lazima, lakini tunayasoma na tunayaamini. Tofauti tu moja ni kwamba hatujifurahishe tu kuweza kurudia huko miaka 2000 iliyopita ili tuweze kuona jinsi Mungu alikuwa na watu ambao waweza kutumikisha, lakini tuliweza kuwa washuhuda wa siku zetu kwa namna ambayo Mungu alivyoweka hizi kweli moja juu ya kinara cha taa, na kama vile nilivyosema hapa sasa hivi, kupitia huduma iliyoshuhudiwa kutoka mbinguni. Na inaomba mtu aweze kuwa alipofushwa kose na kiburi, ili aweze kupita pembeni ya hii kushuhudiwa kwa kiungu, ambayo siweza kuleta hata mashaka hata moja, kwa ajili ya kuikataa na kuifanya kama vile mtu mwenyewe alikuwa na haki, na kwamba kushuhudiwa kwa kiungu ilikuwa ya kuweza kuwa kama vile ya uzalimu au sio kuwa ya haki. Lakini haitakuwa hivyo mbele ya Mungu. Ninaweza kuyahakikisha mbele ya kila mtu, iwe yoyote. Mungu ana utaratibu uliopangwa. Alisema kama ninatuma mtu fulani, na kama mnampokea ni mimi ninayempokea, kama vile Baba alivyonituma nami niwatuma pia. Alitoa ahadi ambazo alizotimiza pia katika maneno kama hayo au kwa namna hiyo. Kuna moja iliyo ya damani sana iliyo katika Agano Jipya. Kuna watu ambao wanaodharau Agano la Kale, lakini iko ndani ya Agano Jipya mahali Bwana aliposema kwamba atatutumia watumishi na manabii. Luka 11:49. Na kwa sababu hii akili ya Mungu ilisema, nitawatumia manabii na mitume, na wengine wao watawaua na kuwatesa. Hii nayo inafanyika pia. Hiyo mbili inafanyika. Mungu anatuma, wanaua. Mungu anatuma, wanatesa. Kwa sababu gani? Kama Mungu anatuma mtu fulani, kama mtu anakuja akitumwa na Mungu, na kama mimi ni mwana wa Mungu, sasa hatutaweza kuunganishwa katika roho moja
chini ya kichwa kimoja? Ufalme wa Mungu umegawanyika katika vipande viwili? Hapana, haiwezekani. Inaomba kusema kwamba ni roho zingine ndizo zinazosumbua roho ya mtu na inaoweza kumletea mawazo mengine, na mawazo hayo haina maana. Wakati neno linapowekwa kwenye kinara cha tano kwenye meza, haina tena maana yake, haina tena kilo kwake kwa watu wale, lakini Mungu anahesabia neno lake na anaifanya. Tushike hiyo kwa moyo wetu na tuweze kushukuru Bwana kwa sababu aliona jinsi tunastahili kuweza kuishi katika kizazi hiki, na tunaweza kuwa na heri ya kuweza kusikia ahadi, na tunaweza kushikaza kwa ajili ya kutumikia Bwana, kumfuata ndani ya imani na utiifu mpaka tuweze kuishi wakati ambamo atakaporudi ili achukue walio wake nyumbani. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake takatifu na la damani. Tunashukuru kwa sababu alitufunulia kupitia Roho Mtakatifu. Hakujifurahisha kuweza kuzungumza tu kwa mafumbo au kwa mifano, lakini atuweka pembeni, akatufungua akili tuweze kuelewa maandiko zinazotimilika sasa. Tumeyaelewa. Alitufungua akili ili tuweze kujua utimilifu wa maandiko katika siku zetu. Yale yaliyotimilika kila mtu anakuwa ameijua, yale yanayofanyika sasa, ila wale ambao Mungu anayowafunulia ndio wanaweza kuyajua. Na ndani ya ufalme wa Mungu yote inajengwa juu ya ufunuo, si nyama na damu iliyokufunulia maneno haya, lakini Baba yangu ambaye aliye mbinguni. Na Paulo alisema iliyokuwa imefichwa kwa wana wa watu, Mungu sasa ameyafunua kwa watakatifu wake, mitume na manabii. Anazungumza kuhusu siri nyingi hapa. Tushukuru Mungu kwa ajili ya heri ya kuweza kuwa tunaishi sasa macho na mioyo iliyo wazi, ili tuweze kupokea ndani mwetu neno la kweli na ahadi za saa hii, ili baadaye tuweze kuziona zikitimilika na kushuhudiwa ndani mwetu. Kwake yeye Mungu wetu na Bwana apewe utukufu wote na sifa yote milele na milele. Amina. Tusimame kwa ajili ya kusifu sote Bwana pamoja na kusihi. Ndugu Rusi, shukuru Bwana. Mungu mwaminifu, tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani, o Mungu wangu, kwa maana tunajua neno lako linadumu hata kama mbingu na dunia vitapita, lakini neno lako linadumu milele na milele na linalinda mamlaka yake yote. Mungu mwaminifu, tunakushukuru kwa sababu umetuzungumzia asubuhi hii tena kwa neema kubwa na upendo, na umetuonyesha njia na kutuonyesha kila wakati, o Bwana, ni saa gani na wakati gani tumefika ndani. Tunakuabudu na tunasifu jina lako la utukufu. Bwana, haukutuweka pembeni, lakini ulitukamata ukatuweka pembeni yako, karibu yako, na kwa ubavu wako ukatuzungumzia Bwana, kama vile rafiki anavyozungumzia rafiki yake. Lakini Bwana, tuko zaidi ya rafiki, tumegeuka kuwa mali yako Bwana. Ulitukomboa, ulitununua kwa damu yako, ulituosha Bwana, ulitusafisha kutoka ndani ya dhambi zetu, ili tufanye kuwa taifa lako Bwana, na sio taifa linalokuamini kwa nusu. Hapana Bwana, tunakuamini kwa moyo wetu wote, neno lako lote, ahadi zote zako Bwana. Bwana, tunaona pia kwa neema yako namna gani yote inatimilika ndani ya siku zetu Bwana. Ona neema gani Bwana. Oh, tunakusihi kwa moyo wetu wote, baki pamoja nasi Bwana, na utubariki na tutabarikiwa, kwa maana neno lako linasema yule unayebariki anabarikiwa. Mabudu, heshima na sifa, utukufu na mabudu iwe yako wewe, mwana kondoo. Haleluya Bwana. Hapa karibu utachukua walio wako karibu yako,
wale ambao waliongoja kwa hamu kubwa na ambao wanaokataliwa hapa duniani Bwana, wale ambao wanaodharauliwa, wale ambao waliokamatwa kuwa bure, utawachukua karibu yako Bwana, kwa sababu watakuwa mahali ulipo wewe Bwana. Ulisema kwamba ulienda kutayarisha mahali na utarudia na kuchukua walio wako, wale ambao waliodharauliwa hapa duniani, wale ambao waliokataliwa Bwana. Tunajua kwamba neno lako linatimilika ndani ya siku zetu na kwamba kuja kwako inakaribia. Tunakuabudu na tunakusifu kwa moyo wote asubuhi hii pia Bwana, kuona jinsi tulisikia neno lako. Acha basi liweze kuwa limepenya ndani ya mioyo yetu Bwana, ndani ya mioyo yetu. Acha tusiweze kuyachekelea, hapana, lakini yaweze kuwa na kitu fulani cha kutuambia. Heshima na sifa, utukufu na mabudu iwe yako kwa jina lako. Amina.